ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد قال سبحانه في محكم تنزيله بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. baada kumshukuru Allah subhana kwa kustaka rehema na amani zimminikie mbora wa viumbe na wa mwisho wa mitume na wa kwanza ambaye kaburi lake litaanza kufunguliwa siku hiyo ya kiyama, na isi mwingine ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na kila muislamu atakayejitahidi kufuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Tumuomba Allah tujalie tu miongoni mwao, Allahumma amin. Ahibata alkiram fillah, nasihatuna alyawm, nasaha yetu katika siku ya leo tazungumzia kunako jambo lidogo ambalo binadamu tunalihesabu kuwa ni lidogo katika nafsi zetu, lakini ni jambo ambalo linapelekea matendo ya mja kukubaliwa na vile vile matendo ya mja kuharibiwa. Ala wahia an-niyatu. Tutazungumzia leo kunako nia. An-niya, ili neno an-niya yajibu ala kulli muslimin, ni lazima kwa kila muislamu wa kiume wa muslimatin na muislamu wa kike aamini kutokana na ukubwa wa jambo hili la nia na kutokana na umuhimu wake kunako matendo yote ya binadamu anayoyatenda. Idh jami'ul a'mali tatakayyafu biha, bila shaka na bila kusahau kuwa matendo yote ambayo mja anayoyatenda kusema yakubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anatazama nia yako ilikuwa ni vipi. Wa nia, na nia maana yake nini? Nia huwa alqasdu, ni makusudio, wal irada, yale ambayo mtu anataka kutenda, hiyo ni nia. Kwa kuwa nia mahalluha alqalb, sehemu yake ni ndani ya roho, nia haitamkiki. Sheikh, tunaijua vipi nia yako? Pindi ambapo utakapotenda kitendo ndio tunajua nia yako ni ipi. Na muislamu kuamini kuwa nia ndio msingi wa kukubaliwa matendo mbele yake Allah ni jambo la lazima sana kwenye maisha yake. Tukitembelea katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anathibitisha hilo akisema baada al-isti'athati wal basmala wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Wama umiru illa liya'budu Allah, viumbe Allah subhanahu alituumba kwa ajili ya ibada, lakini kuna wale ambao wataabudu kingine, majini, masanamu, ng'ombe, kwa kumtakasia dini yake. Hiyo ni aya ya kwanza, inaonesha umuhimu wa ikhlas, nia ya mtu anayoiweka na kutenda matendo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tutizame hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inakuja kukazia katika aya hii. Mtume anasema innamal a'malu binniyat, matendo yote binadamu anayatenda ya ibada hutendeka kwa nia. Sheikh, kula sio ibada, lakini nikiweka nia kuwa nataka kula kama alivyokula bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima nipate thawabu katika kula, kwa kuwa nimeshaitoa kwenye ada nimepeleka kwenye ibada. Nia, sema innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote binadamu huyatenda basi huyatenda kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mmoja atahesabiwa sambamba na nia aliyoweka. Hii ukisikia hadithi hii ni kama vile imekuja inazungumzia mambo ambayo yako mujmal, yamebana. Sa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi nyingine anasema inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzur ila suwarikum, Allah atazami nyuso zenu. Sheikh, mashallah fulani ana sura nzuri, mashallah fulani kadha, fulani mashallah, akipita yendo kila mmoja anamtolea macho, Allah atazami hivyo. Sheikh, walikuwa wazuri kuliko wewe, aina hum, wako wapi kwa sasa?
wako wapi? Akasema wala ila ajsamikum, wala Allah subhanahu wa ta'ala hatazami mili yenu haimtishi Allah. Sheikh, wona mwili kuliko watu wa Ad, qaumu Ad. Allah akiwasifia sema allati lam yukhlaqa mithluha. Sheikh, walikuwa hawajawahi kuumbwa mfano wao watu wa Ad. Majumba walikuwa hawajengi nyumba za kawaida, walikuwa wanachukua milima Sheikh, wanatoboa kwenye milima ndo wanajengeneza majumba yao ya kukaa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanya nini? Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiya. Sheikh, jiona wewe uko kabambe, mtu mkubwa, lakini tambua kuwa kuna wale ambao ni wakubwa na walikuzidi wewe ugangi zaidi na zaidi. Usijivunishi ugangi wako ukaona kuwa ndo sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliwaangamiza, hakutuma malaika. Allah aliwaangamiza kwa kutumia upepo Sheikh. Wallah, walikaa siku 7 hewani, upepo unawapandisha juu, kichwa kinakatika kinaangukia upande huyu na kiwiliwili kinaangukia upande huyu. ndo Allah akasema awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibata alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwa wa atharu al-arda wa amaruha akthara mimma amaruha wajaatuhum rusuluhum bil bayinat. Alwalijiwa na mitume wakapinga mitume. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wewe kama wewe Muislam usijivunishi mwili wako kaona ni sababu ya kumkosea Mola wako, la, bal rudi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume anaendelea na sema katika hadithi kwa kumalizia, walakin yanzur ila qulubikum, Allah hutazama ndani ya nyoyo zenu. Ibadallah, Allah anatazama nini ndani ya nyoyo? Anatazama nia, kutenda kwako kitendo unakusudia nini. Allah anatazama ndani ya nafsi yako kuna nini. Allah hatazami hichi unachokitoa, la. Anaweza tukasema tunahitajia pesa 100,000 msikitini, akaja Muislamu na pesa yake 100,000 akaikadimisha, na mimi nikaja na pesa yangu 500 nikaikadimisha. Mimi wa pesa 500 ujira wangu ukawa mkubwa kuliko yule aliyetoa pesa 100,000. Sababu gani imesababisha ujira unakuwa mkubwa? Nia ambayo tunakuwa tukiweka. Wa a'malikum, na matendo yenu. Insha Allah naktafi bihadha alqadri. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullah.